Ni mara baada ya taarifa za uwepo wa mtu mmoja ambaye jina lake hadi sasa halijafahamika, anayekisiwa kuwa na umri wa si chini ya miaka 40 na kukutwa kwenye mwembe akiwa amefariki. Taarifa zinaeleza kwamba huenda mtu huyu akawa amenyongwa na kuning'inizwa katika eneo hili. Ayo TV pamoja na millardayo.com tumefika shehia ya Maungani, kijiji cha Kitongani, na hapa tumepata nafasi ya kuzungumza na Haji Amer Nyonje kutokea shehia hii, na hapa anatueleza kwa upande wa serikali jitihada ambazo wamezichukua na namna ambavyo mwili huo ulivyoonekana. Hizi ni ripoti za Ayo TV hapa Zanzibar. Mimi ni Saturday. Kuna taarifa za mtu ambaye kaonekana kwenye mwembe akiwa ananing'inia, kwa taarifa kwamba amejinyonga, lakini kwa uzoefu wangu wa kukaa muda mrefu kwenye kamati hizi za ulinzi na usalama kutoka nako, yule mtu hakujinyonga. Yule mtu aliuliwa huko pale, kaja kuwekwa ili kwa kupoteza ushahidi, kwa sababu kuna sababu kama 3 hivi za kuonekana kwamba yule mtu kaja kuwekwa. Kwanza, yule mtu amefariki kama wiki moja nyuma, kama siku ya sikukuu hizi za Alhaji hizi, aliuliwa huko. Sasa katika kupoteza ushahidi ndo wakaja naye huko Maungani chini bondeni zone H, wakamning'iniza kwenye tawi la mti la muembe ambalo kwa muonekano wa kawaida aonekane kanyongwa, lakini yule hakunyongwa kwa sababu miguu imegusa ardhi, na kwenye kichwa chake na mti ambao una kamba shingoni, ni kama nyanda 2 tu za mkono. Inaonekana wakati huo mwili haujapata kukonya. Huyu mtu alikuwa kasimama kwenye ardhi, lakini sasa baada ya magoti yake kushindwa tena kuhimili na ule mwili, ameonekana amebonyea chini na kamba iko juu. Na kamba yenyewe basi, kwa kusema ukweli, ile kamba kwa kujinyongia mtu, kwa sababu unajua mtu anaweza kuwa na moyo wa kujinyonga, lakini ule ukati wa kamba na mnyonga, mtu yote huwa anapapatua ili aikate ile kamba kutokana na ule uchungu wa ile roho. Sasa huyu mtu, ile kamba ambayo alimewekewa chini ni ambayo kamba nyembamba sana, kamba hizi za katani ambazo wakulima huwa wanawekea manyanya yao yasianguke chini, ni kamba ambayo ni pesi sana. Kwa hivyo yule mtu kweli amejinyonga, na ameonekana na mwananchi wangu akiwa yuko shambani, alinda shambani na watoto wake wakalima pale shambani. Kwa hivyo wakati wa mchana wanaenda kula chakula, wale watoto wakachukua chakula wakaenda hapo kwenye mti wa muembe huo. Walipofika kwenye mti wa muembe, katika kupepesa macho wakamuona mtu ananing'inia. Kwa hivyo wale watoto waliondoka sehemu ile na wakaenda kala sehemu nyingine bila kuwataarifu wazee wao. Wamekwenda nyumbani, walirudi nyumbani siku ile hawakusema chochote wale watoto. Sasa siku ya pili baada ya chai asubuhi, wazee wao wamewaambia tena twenzetu ni shambani. Wale watoto wakawa kama wana question mark ya kushangaza, mshangao hivi. Kwa hivyo mbona mnashangaa? Akasema baba, kule kondeni. Sasa hapo itabidi waseme ukweli. Babu, kule kondeni hakwendeki, kuna mtu pale kajinyonga. Kwa nini sasa kama kuna mtu kajinyonga nyinyi jamu msiseme tuliogopa, anatisha? Sasa ikabidi sasa yule mzee akabidi sasa elekee zake shambani moja kwa moja mpaka kule kwenye muembe, na alipofika yule mtu kweli yupo, na yule mtu baada ya kumuona alikuja kuripoti kwa mjumbe wa sheha, mzee Haji Amer Nyonje, na baada kunipa taarifa mimi nikamtaarifu polisi jamii ambaye anaitwa Bi Hadija na sheha wangu na watu wengine tu, wananchi wa kawaida, kwa kwenda kusaidiana kumsitiri yule mtu. Kiukweli tulipokwenda, yule mtu ni mwanamume kweli, na amevaa fulana rangi ya kijani na mistari myeusi na suruali ya jinzi ambayo ni rangi ya blue. Lakini sasa kutokana na sasa ule mwili kwamba baadhi ya viungo, nyama zile nyepesi zishabugujika, ile suruali ilibidi ianguke chini sehemu za mapaja hizi.
Lakini sasa watu wengi walikuwa wanasema yule mtu amekatwa miguu, hana miguu. Kawaambia yule mtu miguu anayo, isipokuwa ile suruali tu imefunika miguu. Na kiukweli nimeenda pale kuangalia ile suruali na ile miguu ni imo, nikamwambia miguu imo, isipokuwa sura yake yule mtu haikuonekana wala hakujulikana, kwa sababu ngozi ya kichwa imepululika mpaka ikaziba uso na mashikio. Sasa kwa watu wa kawaida ikawa ngumu sana kumjua sura yake. Lakini sasa walipokuja madaktari walijaribu kumfungua na kumpulizia madawa, wakaondoka naye kwa uchunguzi zaidi na upipimo zaidi pamoja na mapolisi. Kwa hivyo wameondoka hapa kijijini na wale marehemu wakwenda kumstiri kwenye makaburi ya Mwanakwelekwe kule. Hizo ndo habari zilizotokezea hapa Maungani. Lakini wananchi wangu mimi wote wapo na hakuna upotevu wa mtu yoyote. Wako salama, kwa sababu baada ya hilo tukio tulipiga checking zoni hadi zoni, tumehakikisha watu wote wako salama, wapo isipokuwa yule mtu kauliwa mbali na kaletwa huku kwa kupoteza ushahidi. Ndio, labda Sheha, kwa namna ambavyo mtu huyo anavyoonekana, kwa makisio labda anaweza kuwa na umri wa miaka mingapi? Kwa matukio ya huyu mtu anavyoonekana na mwili wake ulivyo, ana miaka 43 hadi miaka 45. Miaka 43 hadi miaka 45. Na kwa haraka haraka labda unaweza kukisia labda mwili huo pengine ulikaa hapo kwa siku moja, siku mbili, siku tatu, au pengine huenda ulikuwa umekaa kwa muda mrefu? Kwa muonekano mwili huo, kwa sababu binadamu unajua anapofariki anakuwa hachelewi muda mrefu sana kuharibika. Kwa muonekano wa mwili ule umekaa si chini ya wiki moja, siku 7. Kwa sababu kwa nini umekaa siku 7? Pale sisi tulipokwenda hatujamuona mdudu yote ambaye amefuata ule mwili, ikiwemo kama nzi, kunguru na mbwa. Hakuna kilichokuwepo isipokuwa harufu iliyokuwepo tena ile ya kumalizia, ina maana yale mafuta mwilini yote yalikuwa yashamalizika. Na pengine katika shehia hii matukio kama haya, labda ya watu kukutwa kama hivyo wakiwa wamefariki, yamewahi kutokea? Kwa maana hili ni tukio la kwanza, la pili, la tatu, au ndio kwanza la kwanza? Katika shehia hii ya Maungani, hasa hizo ni huku, toka kuwepo kwangu madarakani, hili ni tukio la pili. Alikuwepo mzee mmoja, naye alikuwa anaitwa Mzee Mohamed hapo, naye alipata kama ugonjwa wa utu hivi. Akawa anapita nyumba hadi nyumba, hivi kutoa maneno tu ya ugonjwa hivi, maana yake kutoka nje usiku na hivi. Hatimaye yake usiku wa saa 8 naye vile vile aliyakuja kuonekana nyumbani mwake hayumo, katoweka. Na asubuhi katika mahangaiko ya watu kutafuta kuni za kwenda kujipikia, walikuta mwili ukiwa umefariki pembeni ya nyumba yake, kukiwa na poli la kawaida. Kwa hivyo hili ni tukio la pili toka kuwepo kwangu madarakani hapa. Hili ni tukio la pili, na toka ujaji wangu wa huku kuhamia, hili ni tukio la pili.